Zoezi linaanza saa 4 na itaisha saa 10. Kwa hiyo tunaomba watu wote waweze kukusanyika hapa kwenye shughuli yetu, kwa sababu shughuli ni watu. Tunawakaribisha wote jamani, wanayanga wote. Tunaomba kesho tushirikiane, tuje kuzindua tawi la Karume sokoni hapa, ili tuendelee kukusanya wanachama, mikono ya wanachama sawa, wakaachia hao, kwa sababu nasema uhuni sio tusi, na kama itakuwa ni tusi wanisamee, kwa sababu vitu wanavyofanyiana sio vya kiungwana. Kutoka South Africa ni kweli, katoka South Africa, na mwalimu huwa anakuaga na mapendekezo yake, kwa sababu kwenye uboreshaji wa kikosi huwa mapendekezo yanatoka sehemu mbili, kwenye benchi la ufundi, ila pamoja kuna viongozi wanaweza kaa na jicho la usajili ambao Mangungu ndiye ambaye anatoa hela. Si ndio mwenyekiti wa klabu, ndio mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kwa hiyo kama na yeye kuna sehemu kavuta mpunga, naweza kasajili, ila kama anategemea upande wa pili kwamba ndio anategemea kusajili, sababu ile timu na sehemu. Kwa sisi kama tawi tumejipanga, tuko vizuri, na ndio maana tunafanya uzinduzi kesho, namba 1. Ila namba 2, leo tulikuwa na watu wa damu, tumetoa damu kama tawi, tumejitahidi, watu wamechangia vizuri, na tuko vizuri kwa ajili ya kusapoti wiki ya mwananchi, na kesho tutakuwa na tukio kubwa. Baada ya hapo, yani haijulikani mkubwa nani, yani ni kama samaki wa aina ya kambale, wote wana ndevu, baba ndevu, mama ndevu, mtoto ndevu, bibi ndevu, babu ndevu. Ndio kama klabu ya Simba. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda, na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Kwa siku nyingine tena tuko hapa Karume kwenye tawi la Yanga, tawi la wananchi, na kama unavyoona ekaeka pia zinazidi kuendelea, na watu wengi ambao waliopo hapa hawa bana ni mashabiki, lakini pia wapenzi wa mpira ambao wanapatikana haya maeneo ya Karume. Na mbele yangu niko na mwenyekiti wa tawi hili hapa la Karume Dar es Salaam, naye nataka nizungumze naye hususan kwenye klabu yake ya Yanga na ya kimichezo zaidi. Habari za leo mwenyekiti? Bwana, tunamshukuru Mungu, tuko vizuri na tumeamka vizuri, na tunaendelea na majukumu ya kitaifa pamoja na majukumu ya klabu yetu. Tunashukuru sisi kama tawi la Yanga Karume sokoni, tunaendelea na mchakato wetu, sababu kesho tuna uzinduzi wa tawi ambalo ni la Karume, tunazindua rasmi kesho, ambao uongozi wote wa makao makuu nadhani kesho utakuwa hapa, ugeni mkubwa utakuwepo pamoja na mkuu wa wilaya, na yeye atashiriki zoezi hilo la uzinduzi wa tawi letu. Kwa hiyo tunaendelea na majukumu kwa ajili ya kuandaa sherehe yetu. Haya yote ni kwa ajili ya kuwakilisha klabu yetu, ili mradi klabu endelee kuwa na wanachama hai na endelee kuwa na mapato. Sawa. Kesho zoezi litafanyika saa ngapi? Tuanzie kwanza hapo. Zoezi linaanza saa 4 na itaisha saa 10. Kwa hiyo tunaomba watu wote waweze kukusanyika hapa kwenye shughuli yetu, kwa sababu shughuli ni watu. Tunawakaribisha wote jamani, wanayanga wote. Tunaomba kesho tushirikiane, tuje kuzindua tawi la Karume sokoni hapa, ili tuendelee kukusanya wanachama, kwa sababu ndio kilichotuweka hapa madarakani. Kwa sababu kiwa kwenye madaraka, maana yake kuna kitu mama ambacho kimekuweka pale, hususan kama si wenye viti. Kitu chetu namba 1 cha kusaidia klabu yetu ni kukusanya wanachama, kabla ya mambo mengine yote. Kwa hiyo nashukuru hilo swala tumelifanya na tumekizi vigezo 100%, kwamba ndio maana kesho tunafanya uzinduzi wa tawi letu. Naona tuliwasiliana pia, mkanaambia mko wilayani, ndio mlikuwa mnafuatilia hilo zoezi? Hilo tulikuwa tunafuatilia hilo zoezi kwa ajili ya kulikamilisha kesho. Sawa. Tumeona leo kuna utambulisho wa mchezaji mwingine ambaye ni beki wa kati ule pale. Waliopo walikuwa watoshi ama ni maboresho? Hii ikoje kitaalamu? Kwanza kwa upande wa Yanga, kwa watu waliopo nyuma, ukiona beki anaingia ni maboresho tu, kwa sababu jue timu ya taifa yote ya Tanzania, Taifa Star, kwa upande wa mabeki wa nyuma yote imekaa Yanga, ipo Jangwani pale. Kwa hiyo kuingia ghafla na kuwatoa wale watu kwenye nafasi zao, uwe na kitu cha ziada kuwazidi, sababu ukimwangalia Baka
Jobu, Mwamnyeto, hawa ni mabeki katika bara letu la Afrika, yani wa kiwango cha juu, ambapo timu yoyote katika bara letu wanaweza kaenda wakacheza, kwa sababu hawa ndio wakilishi wa timu ya taifa. Hawa mabeki wote watatu nawaona wanacheza kati. Kwa hiyo hata ubeki aliyekuja inawezekana kuna kitu cha ziada, ila mimi siamini. Kuna vitu vingine inabidi ajifunze kwao, kwa sababu hawa wana wao kuna vitu wamefanya vikubwa katika nchi yetu. Kwa hiyo hawa wote watasaidiana kuonyeshana maarifa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo kuna kitu tumekiongeza, ila siamini kwamba anaweza kafika akaingia moja kwa moja kulingana na quality tuliyokuwa nayo ndani ya kikosi chetu cha Yanga. Wewe unataka niambie mwenyekiti, quality yake ni ndogo sana au quality yake ni kubwa, ila anakutana na wachezaji wakubwa, na ndio maana kuna vitu inabidi na yeye ajifunze kwao, na wao kuna vitu inabidi wajifunze kwake. Kwa hiyo ili uonekane na wewe una quality, kwa hiyo uwe na kitu cha ziada kuwazidi wale. Sababu ukisema Jobu, Baka, hawa ni wachezaji wenye kiwango kikubwa katika bara la Afrika upande wa mabeki. Kwa hiyo siamini kwamba kwa sababu yeye atakuwa amekuja ajifunze kwao kwamba yeye kiwango chake kidogo, hamna. Ila tu watu aliyekutana nao ambao anakuta kwenye klabu, je, quality yao ipoje? Wewe na yeye pia ni what a player. Vibaya mno. Yaani vibaya mno. Kwa hiyo tunaongeza nyama kwenye nyama. Nyama kwenye nyama. Kwa hiyo mimi nawaamini hawa mabeki wangu pamoja na beki mpya aliyesajiliwa, na yeye pia namwamini. Ila wasaidiane majukumu. Watu waliowakuta baza wale watu si pale tu. Yaani si hapa tu kwenye nchi yetu. Hata tukiwapeleka huko Morocco unapopajua wewe. Huko Morocco unapopajua wewe, hawa mwamba watazima. Ukiwapeleka Misri, hawa mwamba watazima. Ukiwapeleka South Africa, hawa mwamba watazima. Kwa hiyo unataka beki gani? Hawa beki wako vizuri, ila pia nawe aliyeingia asaidiane na wenzio kwenye majukumu. Bila shaka ni chaguo la mwalimu. Maana katoka South Africa. Kutoka South Africa, ni kweli katoka South Africa, na mwalimu huwa anakuaga na mapendekezo yake. Kwa sababu kwenye uboreshaji wa kikosi huwa mapendekezo yanatoka sehemu mbili. Kwenye benchi la ufundi, ila pamoja kuna viongozi wanaweza kaa na jicho la usajili. Kwa hiyo wanaweza wakashirikiana kumleta mchezaji husika. Kwa hiyo mimi sina hofu wala sina doubt kwamba katoka South Africa. Kwa mapendekezo ya mwalimu ni vizuri, kwa sababu anakuja kutusaidia kazi, kututoa pale ambapo tulipokuwa, kutupeleka sehemu ya mbele. Kwa hiyo mimi naamini usajili uliofanyika ni usajili bora na unakuja kuboresha kikosi chetu. Tuendelee ama inatosha kwenye usajili? Kwenye usajili tunaweza tukaendelea sehemu, kama unaona kuna sehemu ambapo kuna mapungufu unaweza ukaniuliza. Wako wewe Mwananchi, sehemu ipi ambayo mimi kwa Yanga sasa hivi sioni sehemu yoyote ambayo ina mapungufu, kwa sababu sehemu ambayo nilikuwa na tu ambayo miaka miwili ambayo ilikuwa natutesa ilikuwa ni sehemu ya kiungo namba 6, ambayo Duke Abuye ni namba 6, ila Duke Abuye ana asili ya kucheza namba 8. Ndio kitu ambacho kimetutesa miaka miwili, ila tumepata kiungo bora katika bara la Afrika. Wengine wanambeza Fred Ngoma kwamba bado hajawa na quality nzuri ya kuichezea. Huyu anayembeza inawezekana ni upande wa pili, sababu upande wa pili tulishakuwa na wafungaji bora kwenye klabu yetu na hakuwahi kuwaamini. Yaani kwa hiyo siwezi nikafanya chochote wao wakaamini, ila sisi tunakubali kwamba Ngoma ni kiungo bora katika bara la Afrika. Sina shaka naye na atatusaidia kwa kusaidiana na Duke Abuye. Tumbe first 11? Kwa timu tuliyokuwa nao hata ikiingia first 11 ni sawa tu. Hamna shida. Haina shida. Sio uzoefu unaweza kumhangaisha kwenye ligi yetu? Hapana. Unajua tu. Yaani kama unajua tu. Yaani hahitaji kwamba labda uzoee ufanyaje, hapana. Kama unajua tu. Kwa hiyo sisi hatuna cha kumpa muda. Huyu anafika na anazima. Na mahitaji tuliyomletea sehemu ya namba 6, tunahitaji namba 6 ambaye anaingia anacheza. Mtani bado hajamaliza usajili. Mtani? Anasajili. Anasajili nani? Mangungu? Hamna, anasajili wachezaji. Inawezekana kama kuna Mangungu na yeye kapata hela ya kusajili, anaweza kaendelea na usajili. Ila kama Mangungu hajapata hela bado sioni wataendelea kuchukua wale ambao. Mangungu ndiye ambaye anatoa hela. Si ndio mwenyekiti wa klabu. Ndio mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kwa hiyo kama na yeye kuna sehemu kavuta mpunga anaweza kasajili, ila kama anategemea upande wa pili kwamba ndio anategemea kusajili, sababu ile timu na sehemu mbili. Yaani haijulikani mkubwa nani. Yaani ni kama samaki wa aina ya kambale. Wote wana ndevu, baba ndevu, mama ndevu, mtoto ndevu, bibi ndevu, babu ndevu. Ndio kama klabu ya Simba. Yaani ile klabu ya Simba maana yake haina
mtu wa mwisho, yani mwenye sauti kwamba mimi naamua hiki, ndio yani sauti ya mwisho hawana. Kwa ndio maana naifananisha kama Kambale Waziwani, kwamba kila mtu ana ndevu, yani hujui upande wa Mangungu ni upi, hujui upande wa wawekezaji ni upi, yani haijulikani. Kwa hiyo ndio maana hata kwenye usajili wao unaona unaenda vururu haueleweki. Maana kuna za ndani nasikia kuna wachezaji wengine inabidi wabaki huko walipokuwa na shiriki mashindano yao yale, kama wamewakata kama utawajua huko mbele. Siwezi kukupa siri ya kambi. Mwenyekiti bana. Mimi nakupa hizo. Ni wa kigeni ama wa hapa nyumbani? Sasa wanatoka nchi gani? Utajua hapo mwenyewe. Yaani mwandishi wa habari utajua mengi. Sasa ni safari hii tutajua mengi. Sawa. Hiki kitu ambacho kinachoendelea sasa hivi ndani ya klabu ya Simba au kwa watani wenu, wewe kama wewe mwenyekiti ama mwanachama pia wa Young African Sports Club, unatamani ikiendelee kuwepo ama inatosha? Kwa mimi, kwa upande wa Yanga au kama mshabiki wa Yanga, natamani kitu kiendelee, ila kwenye ishu ya uongozi kile sio kitu kizuri. Sasa kwa nini unatamani alafu baadaye umekuja kukanusha kwamba sio kizuri? Kwa nini? Yaani uongozi wao unakuaga na miiko yake, na ndio maana nimesema ili uonekane wewe ni kiongozi bora, yaani ukiwa ni kiongozi wa mwisho lazima sauti yako iheshimiwe. Yaani mfano kama sisi rais wetu engineer, ile ndio sauti ya mwisho kabisa kwenye klabu ya Yanga. Yaani unapoongea kwenye ishu ya mpira kwenye klabu ya Yanga, sauti ya mwisho ni nani? Ni engineer. Unamaanisha kwamba Mo hana kauli Simba? Yaani simaanishi Mo hana kauli, yaani Mo ana kauli yake, Jeruta na kauli yake, Mangunga na kauli yake. Klabu haiwezi kaendeshwa kwa mtindo huo. Yaani haiwezi kaendeshwa kwa mtindo huo. Kwa hiyo wajifunze kwetu. Sawa. Haya mapito anayopitia sisi tulipambana nayo na tulishinda. Hadi hapo unapoona tumefika sisi tumepambana na makubwa zaidi hata wa Simba. Simba anapambana bwana wana hela. Sisi tulipambana blaza, hela hatuna. Sawa, mweka hazina ndani babu. Na mwenzio wajibu. Zahera ndio mtoa pesa yule. Mwenye Zahera Papa Ndama ndio mtoa pesa yule. Lakini tulipambana nayo kulingana, kwa sababu sisi wanachama tuko vizuri. Yaani sisi Yanga huwa tukiamua kwamba kitu fulani tunakihitaji kweli, haturudi nyuma. Ila ukisikiliza upande wa pili, wanachama wanalao, Mangungu anala kwake, Mo anala kwake, ukija Jeruti anala kwake. Yaani Jeruti sasa hivi anapambana yeye na jezi zake, wanachama sasa hivi na wao wanapambana na jezi za Jeruti, si ndio? Mimi sijui. Mimi sijui. Narudia tena. Ishu ya kuuza jezi kwenye klabu ya Yanga ya Simba. Simba walishachukua hela. Yaani wale wanachama nitegemea sasa hivi wao wanapambana na ishu ya kutengeneza klabu yao kuelekea dabi. Sasa hivi wanapambana na jezi feki, ambazo jezi feki wanatoa wao wenyewe. Yaani wao wenyewe Jeruti na wenzio wafanya biashara wale ndio wao wanatoa jezi. Sasa hivi wakina JB baada ya kupambania timu yao wanapambana na jezi. Kuna klabu ya hivyo duniani. Yaani Madrid uende ukute wale mashabiki wa Madrid wanapambana na jezi. Hiyo si aibu duniani. Ila ni wiki yao hapa ambayo imekusanya matukio yote. Kwenye matukio sikatai, ila sio kupambana na jezi. Jezi pia ni moja kati. Mara ya kwanza ndio nasikia wanachama wanapambana na jezi. Yule wale mkataba na kazi gani? Nani? Jeruti. Nani? Jeruti. Kazi yake ndio hiyo kwenye klabu. Kazi yake yeye nini? Jezi. Na wanachama kazi yao. Unajua misingi ya wanachama? Sijui, nikumbushe. Kama basi hujui misingi ya wanachama, inawezekana kile ni kikundi cha wahuni hawana cha wanachama, ila kama wana wanachama wajue haki zao za msingi ni nini, watetee timu yao irudi mikononi mwao. Hicho ndio ninachowashauri. Ila kama ile timu itaendelea kuwa mikononi mwa wahuni, watahangaika hata zaidi ya miaka 30. Rudia tena. Narudia, kama hawatatetea klabu yao ikarudi kwenye mikono ya wanachama, sawa, wakaachia hao, kwa sababu nasema uhuni sio tusi, na kama itakuwa ni tusi wanisamee, kwa sababu vitu wanavyofanyiana sio vya kiungwana. Mangungu yuko upande wa wanachama. Mwenyekiti, tumalize kwa haraka. Zungumza lolote lile pale kuelekea kwenye hii wiki ya wananchi na matukio ambayo tuko nayo mbele yetu. Kwa sisi kama tawi tumejipanga, tuko vizuri, na ndio maana tunafanya uzinduzi kesho, namba 1. Ila namba 2, leo tulikuwa na watu wa damu, tumetoa damu kama tawi,
tumejitahidi, watu wamechangia vizuri na tuko vizuri kwa ajili ya kusapoti wiki ya mwananchi, na kesho tutakuwa na tukio kubwa. Baada ya hapo tunaelekea wiki ya mwananchi jamani, na kesho tiketi. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz.